Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yakobo alimzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Kwanza yote nimshukuru sana baba paroko mwenza na mashemasi na viongozi wote ambao mnafanya kila linalowezekana ili Wakristo wetu imani iweze kukua. Nashukuru sana. Mahali pengi tunaona kwamba waumini wetu kupata tu mahubiri kanisani na inaisha, na kwenye jumuiya ndivyo watu wanakwenda, lakini kwamba kuna nafasi ya kutana na waumini wetu ili waweze kusikiliza neno la Mungu zaidi, waweze kusali zaidi, waweze kupata semina zaidi. Unakuta mahali pengi kitu hicho hakipo zaidi ya kuja kanisani na kuondoka. Angalau madhehebu mengi kama wa Pentecoste, wa Last Church, wa First Church na wa Lutheri na wengine wengi, wakishatoka kanisani wanarudi tena kwa ajili ya neno la Mungu, na hivyo wanakuwa na utajiri. Mahali pengi unakuta waumini wetu wana njaa ya kiu ya neno la Mungu, na wengine wanatoka kwenda kwa madhehebu mengine kwenda kusikia neno la Mungu. Sababu kwetu hamna kitu hicho. Lakini hapa naona hapa Nzovwe picha namna hiyo, kila aina ya fursa inatumika ili imani yetu iweze kukua. Nimpongeze sana baba paroko. Anatumia kila aina ya fursa. Kwa mfano siku ya somo wetu, ana bora katika siku hii, siku hii noge zaidi inahitaji maandalizi mazuri. Fanya siku 9 za novena, watu wakaja wakasali zaidi, wakapata neno la Mungu zaidi, wakapokea masakramenti zaidi. Imani inakuwa haibaki bilikimo. Inakuwa haibaki bilikimo, na inakuwa ni kitu kizuri. Anatumia fursa ya namna hiyo. Anatumia fursa ya namna hiyo. Kwa hiyo imani ilikuwa, imani kila kitu chetu. Imani sala zaidi, imani zaidi. Imani zaidi, sala zaidi. Ndio hiyo imani inakuwa mlango wa mbingu, mlango wa imani. Mlango wa imani, mlango wa mbingu. Na ndicho anachotaka imani yetu iweze kukua na iweze kusaidia kufika mbinguni. Kwa napa pongezi kubwa kwa hiyo tunafanya katika fursa za namna hii ili imani yetu iweze kukua na yetu iweze kumuona Mungu. Basi katika siku ya Yosefu na mtafakari ni mtu wetu. Yosefu kila mtu anamfahamu, uongo kweli? Ukitaja Yosefu kila mtu anamfahamu na kila mtu anatabasamu. Naona jina la Pasaka. Sasa mtaje Yosefu mtu wetu, uongo kweli? Watu wanafahamu, kuna mtu asimjua Yosefu. Hamjui Yosefu? Nafahamu sivyo? Ni mtu wetu tunayemfahamu. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Alikuwa kwenda na sinodi yetu, alikuwa ni msikivu. Alikuwa msikivu na mtiifu. Ni mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo kila mara anasikia kama katika Injili ya leo tuliyosikia, alisikia ndani ya moyo wake, ndani ya dhamiri yake kwamba Mungu anataka 1 2 3 na alikuwa anatekeleza. Haina maana kwamba kuna mtu aliyempigia simu, "Halo Yosefu, mgonile, nakuja sasa malaika basi kesho asimchukue hiyo na nani." Hamna. Alikuwa anasikiliza dhamiri yake. Alikuwa anasikiliza moyo wake na akati. Kwa hiyo Yosefu ni msikivu anayesikiliza. Kama sinodi yetu inavyotuambia,
anasikiliza neno la Mungu, anasikiliza yoyote mahitaji ya watu, na hivyo kuwafanya nini, anatekeleza. Kwa hiyo katika sinodi yetu Yosefu ni mwalimu, Yosefu ni darasa, mahali pa kujifunza. Kwa hiyo ni tunaalikwa katika sinodi yetu tuweze kusikiliza katika ndoto alisikiliza, ukimbilia Misri alisikiliza, kutokuaibisha katika mali alisikiliza, na alifaulu kwa sababu alikuwa ni msikivu. Ona tunaalikwa tusikilize kama Yosefu, mtu wetu, mwalimu wetu, baba yetu, alikuwa vile. Na sasa kwa watu wa kusikiliza ni msingi, msingi ya imani ya kanisa, ndio hiyo kusikilizana ili tuweze kwenda pamoja. Imani yetu inajengwa katika familia yetu, katika familia ya pamoja, ambapo kweli na umoja, ushirikiano na utume. Hivyo ilivyo, umoja ni nguvu, na umoja ni kinga, umoja ni usalama, na umoja ni dawa. Kwa hiyo tusikilizane, mapadre kwa waumini, kwa watawa, wote tusikilizane, na ili tuweze kwenda pamoja katika mwafaka. Tusikiliza Mungu na akaenda pamoja, bega kwa bega, mkono kwa mkono, hatua kwa hatua, pamoja na Mungu. Hivyo mambo yalivyokuwa. Tunu tulizo nazo zitusaidie, kwa sababu tunasikilizana. Mtu binafsi aweze kuangalia chapa kilicho nacho, na hivi mwenendo wetu uweze ni mwenendo mzuri katika kusikilizana. Sikilize kilio cha uumbaji. Tusikilize, tunafanya kitu fulani, kuna pigo, mvua za ajabu na kadha wa kadha, mazingira yetu yalivyo. Sikilize kilio cha wahitaji, maskini, yatima na kadha wa kadha. Sikilize kilio cha vijana, kilio cha wazee, kilio cha watoto. Yote kama kusikiliza, mambo yatakwenda mazuri. Mashirika, Mtakatifu Yesu, Legio, wote tusikilizane, waimbaji tusikilizane, na hivi mambo yazikwenda vizuri. Changamoto za kusikiliza zipo nyingi tu, madharau na kadha, lakini tumealikwa kwamba wote zangu tusikilize. Na kipa ya yote hayo na changamoto hizo zote ni malezi ambayo yanakunikina. Na hayo yanafanyika kwamba kabla siku ya namna hii tunakuwa na malezi. Haita waamini wote wanakuja hapa, tunaketi pamoja na baba yetu Yosefu na paroko wetu, na hivi tunajaribu kuangalia kwa undani kwa kina, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ndio maana paroko alianza akasema, sikiliza Israeli, Bwana wetu ni mmoja. Neno la Mungu uliweke ndani ya moyo. Neno la Mungu unafanya nini? Unaweza kulikae ndani ya akili zako, ulipende kwa akili yako, moyo wako, nguvu zako zote ulipende, na uweze kufunza watoto wako na wengine wote. Ndio hivyo, baada ya kusikiliza na kuelewa, ni rahisi kutoa kwa wengine. Na kuelewa, nimekuwa ni mwalimu. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa sifa nzuri ya Yosefu, kusikiliza. Yosefu ni msikivu. Na usikivu huu alipata wapi usikivu na hali ya kusikiliza? Alipata katika dhamiri yake, katika dhamiri aliyokuwa nayo. Alikuwa na dhamiri safi, super ndio alikuwa nayo, na kila mara alikuwa na dhamiri safi na super, akaweza kupata mambo ya kusikiliza neno la Mungu. Hivi alivyokuwa. Tunajiuliza, kwa nini wanandoa wengi wasikilizani? Kwa nini vijana wengi wasikilizani? Kwa nini jumuiya zetu hazisikilizani? Kuna kitu gani? Pengine labda dhamiri zetu haziko katika hali nzuri na kadha wa kadha. Lakini tumuombe Yosefu atusaidie tuweze kuwa msikivu kama yeye, na tuweze kutumia dhamiri, kuangalia dhamiri yetu. Dhamiri yetu iangalie. Dhamiri ni nini ambayo Yosefu aliangalia? Sasa kwa na dhamiri safi. Ni kitu gani dhamiri? Dhamiri kama ninavyojua ni sauti ya Mungu. Ni sauti ya Mungu ndani yetu, inayotuongoza tutende mema na tuache mabaya. Hiyo ndio dhamiri. Kila mtu ana sheria hii moyoni mwake ambayo anaongoza kila mwanadamu, ile aziko na dhamiri safi. Awe Muislamu, awe mpagani, awe nani, awe Mchina, awe Mjapani, wote Mungu ameandika sheria yake ndani ya mioyo yao. Tenda mema, acha mabaya. Ndio injili inamuongoza kila mtu. Dhamiri, ndugu zangu, ni kiini cha ndani sana na siri ya mwanadamu. Ndipo patakatifu tunapokaa na Mungu, ambamo sauti ya Mungu husikika.
pale patakatifu, na tutakutana na Mungu ana kwa ana, pua kwa pua, mdomo kwa mdomo, pale patakatifu. Ndipo ambapo Mungu anaweza kusema na sisi na anakamsikiliza. Kazi ya dhamiri kama mnavyojua ni kutuagiza tutende mema na tuache mabaya. Ndio kazi ya dhamiri. Sifa alijua yofika, tenda mema, acha mabaya. Hata mpagani anajua hiyo. Pagani akimua mtu anajua nifanya kosa. Hata yapo asema, hata yapo anajua nifanya kosa. Anajua kwa dhamiri namwambia. Hata kwa Mchina namwambia kwamba nifanya kosa. Kwa ndio kitu ambacho tuwekea kila mwana sheria iko ndani ya kila mtu. Kuhukumu uchaguzi mmoja mmoja kithibitisha kitu gani kizuri na kitu gani kibaya na kulaumu kile kicho kibaya. Ndio kazi ya dhamiri. Fanya mema, nakwambia tema. Umetenda mema sakafika. Nitenda vema mwandwanga. Nitenda vema. Nakuwekea vema. Tena mabaya nakwambia umefanya mabaya. Inakwambia kwa kila mtu ana kitu hicho ndani mwake. Ana kitu ndani. Zaidi ya hayo, kazi nyingine ya dhamiri ni kushuhudia mamlaka ya kweli kuhusu uzuri wa juu kabisa. Uzuri wa juu kabisa ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe aliye uzuri usiopimika. Uzuri ambao hatuwezi kueleza wa Mungu. Hata kama hatujui Mungu anafanya nini. Lakini ana uzuri wa ajabu ambao na hiyo dhamiri nakwambia kuna huyo kwa hiyo ndio hiyo kuangalia uzuri wake na tutende kama Mungu anavyotaka. Kwa kazi ya dhamiri. Anaposikiza dhamiri yake mtu mwenye busara aweza kumsikia Mungu anaposema. Amsikia Mungu, namwambia nini? Anaposikiza dhamiri yake ndio anajua Mungu anasema nini. Ni Yosefu kwa kwanza kufanya hivyo. Sikia dhamiri yake aje tarolie Mungu ananiambia nini. Alijua sikia dhamiri yake. Dhamiri ni hukumu ya akili ambapo kwa kweli mwanadamu utambua sifa adilifu ya tendo halisi na analotaka kutenda ambalo amekwisha kutenda, anataka kulitekeleza. Katika yote asemana atendayo, mwanadamu hana budi kufuata kiaminifu anachojua kuhusu haki na sahihi. Afanye hicho, afuate hicho. Mwanadamu ufahamu na kutambua maagizo ya sheria ya Mungu kwa hukumu ya dhamiri yake. Anajua kwa hukumu ya dhamiri yake. Anajua hayo. Kwa hiyo basi kama mambo yako vile, inafaa kila mmoja wetu awe karibu kiasi cha kutosha kuifuata sauti ya dhamiri yake. Mtu ana haki ya kutenda katika dhamiri na uhuru ili afanye mwenyewe maamuzi adilifu, maamuzi ya kweli, maamuzi safi. Mtu asishurutishwe kutenda kinyume cha dhamiri yake, wala asizuie kutenda kadiri ya dhamiri yake, hususan katika mambo ya kidini. Mtu asishurutishwe kwamba ufanye na kinyume cha dhamiri yake. Kwenye dini, hapana, fanye vile. Wala asizuie kutenda kadiri ya dhamiri yake, katika mambo ya dini. Mtu katika mambo ya dini afuate dhamiri yake. Kile ambacho anakiamini kwenye dini yake, kile ambacho anajua kwenye dini yake, hakuna mtu wa kumlazimisha. Sasa ili dhamiri yetu tuweze kufanya kazi vizuri, inahitaji kulelewa, inahitaji malezi. Kwa hiyo dhamiri lazima ilelewe na iweze kutoa hukumu ambayo ni safi, hukumu ambayo ni super. Dhamiri iliyolelewa vyema ni nyofu na kweli. Na malezi ya dhamiri ni lazima kwa binadamu ambao kila mara tunatishwa na mivuto isiyofaa na tunashawishiwa kutenda dhambi na mielekeo mibaya. Kwa hiyo tunakataa labda mafundisho na mamlaka ya kanisa. Kwa sababu kila mara naenda kwa dhambi, kama magumu yapo, kwa lazima tuwe na dhamiri safi iliyolelewa. Na hivi tuwezifanya maamuzi sahihi. Malezi ya dhamiri ni kazi ya maisha yote. Malezi ya dhamiri yetu, hiyo inji na tuongoza, ni kazi ya maisha yote. Kuanzia mwanzo umuamsha mtoto kujua na kujizoeza sheria ya ndani inayotambuliwa kama dhamiri safi. Kwa hiyo ni lazima hiyo ilelewe.
Malezi ya dhamiri kudhibitisha uhuru na uzaa amani ya moyo. Akayo inazaa amani ya moyo. Kwa hiyo ni lazima malezi haya yawepo. Haya malezi ya dhamiri lazima yawepo. Hata Yosefu, baba Yosefu alikuwa anaitwa Yakobo. Na yeye baba yake alimlea vizuri, kulea vizuri dhamiri yake. Ndio hivyo. Au kiangalia Abrahamu, na yeye alimlea Isaka vizuri. Hebu angalia Abrahamu, anampeleka mtoto kwenda kutoa sadaka. Mtoto amebeba nini? Kuni. Na moto, amebeba moto, anakwenda kulia sadaka. Lakini mtoto anaenda pole pole, anajua sadaka ama anabatana na mwana kondoo. Ndio maana anamuuliza baba yake, baba, moto upo, kuni zipo, lakini mwana kondoo yuko wapi? Na baba anamfundisha kwa kumfunda, amini kuhusu ya Mungu. Mungu atatoa mwanangu. Anamlea, Mungu atatoa mwanangu. Jue hilo, tumtegemee Mungu. Tuwe na imani kwa Mungu. Kutegemea ni kuwa na imani. Tuwe na imani kwa Mungu. Mungu atatoa. Mungu atatoa. Kwa Abrahamu atembea na mtoto wake, amemtwisha kuni, wanaenda kutoa sadaka, na anatafuta mtoto wake kutoa sadaka. Analia dhamiri ya kumbe kuna Mungu, na Mungu anatoa. Kumbe kama tumtolee Mungu sadaka, analia dhamiri ya huyu mtoto. Sisi mara nyingi fanya harambee. Unakutana waleta pesa hapa ni wanani? Watu wazima. Wanaleta vitu harambee, fuka simenti ni watu wazima. Kwa nini 50,000 upe mtoto? Peleka pale mwanangu. Aje kwamba jamani, kumbe baba ametoa, mama ametoa 50,000 ni harambee. Unamlea, peleka 50,000 pale. Naona hapa kasa tunavyokaa, nakuta watoto wanakaa kule, mama anakaa kule, baba anajificha kule, mtoto hatajafa. Lakini kaa pamoja, baba anamna mtoto, mama anamfanyia. Naenda kwa mka wote watatu, kumbe wanajua kunacha namna hii na kadha kadha. Wakati wa mavuno, analeta mavuno hapa kasa ni baba au mama. Alita mavuno amebeba dunia, amebeba namna, anakuja kuweka hapa. Kwani siwaambie mtoto beba hapo kidogo. Aweza kujua kwamba una mama mbia namna hiyo. Matoleo hivyo hivyo. Mtoto tunapewa senti 50. Au unapeleka. Bana mpeleka, wewe unapewa nota 1000. Kwa sababu mte mwana 10,000 yatoma. Ajue kwamba Mungu anapewa 10,000, apewe shilingi 50. Ama mtoto anakuja kutoka mivyo hapa. Anakuja kutoa hapa. Lea dhamiri yake, mpe hela ambayo anaona kwamba ina thamani ya Mungu. Kwa Mungu sio Mungu akutolea 50. Mtoto ajue kwamba mimi Mungu lazima nimtolee na 5,000, 10,000, 1,000 nimtolee. Anakuja hapa kutoa na anaona kwamba kumbe Mungu sio 50. Unapompa mtoto 50 unalea dhamiri kwamba Mungu ni wa 50. Anakuja kutoa 50 hapa na kadha wa kadha. Kazi ya kujitolea za mikono katika kanisa. Unapokuja kufanya kazi hapo uje na mtoto. Hata watoto wanapopata komunia kwanza, bila kufanya hata kazi ya kujitolea ya mikono. Kwamba mnapata kipaimara, napata komunio, mdalima eka moja hapo. Wajue kwamba kuna kazi ya kujitolea za nalea dhamiri yao. Wajue kuna kazi ya kujitolea, waelewe hayo. Waelewe sana mnapokuja kulima hapa, kufyeka hapa. Wajue kwamba kuna kufyeka, uje na mtoto na anakuja naye, mwanafanya pale. Leo tumekuja kufanya kazi kana. Analelewa katika hali ya namna hiyo na anajua kwamba kumbe kuna mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo dhamiri ni lazima ilelewe. Hata ya mtoto ajue kwamba inadaiwa hiki, kuna hiki. Analewa katika hali ya namna hiyo. Usipoelewa anajua tu Mungu ni wa 50. Kazi ya kufanya kazi hamna, kuja kufanya usafi hapo hamna, watu wazima tu sana kazi kako. Hata kama ni kadogo, katika kaufambia kwa uongo na kweli anaja. Leo anashika kaufambia utafanya hivi. Leo tumeenda kufanya usafi kanisani. Kumbe usafi kanisani ni ya wote, si ya baba tu na mama. Ni ya wote, si watu wazima tu. Anafanya ufanye namna hii. Hivi tu anajua leo tulienda kufanya usafi kanisani. Unalia dhamiri yake. Kumbe malezi ni muhimu. Malezi ya busara kufundisha fadhila. Malezi ya busara kufundisha fadhila. Kuna fadhila za kimungu na fadhila za kibinadamu. Fadhila za kimza kawaida tu, nguvu, busara, kiasi na haki. Inza kila mwanadamu, au Muislamu au mpagani, kila mtu anajua hiyo. Kwamba busara, kuna wapagani wenye busara sana. Walio imara sana hata wapagani, na Waislamu walio imara kabisa. Haki, na wapagani wenye haki wanajua haki ni nini na anajua kiasi ni nini. Ukimpa hata kasoda anakunywa tu nusu chupa,
kiasi. Sio mpaka unakuja mpaka Bwana anakuambia stop. Una kiasi wewe. Au unafanya kila kitu kama ndio mwisho wa dunia. Stop. Kiasi. Wao wanajua kwamba hapa kuna kiasi. Ndio mambo ya ndio hiyo, na zile fadhila za kimungu ndio imani, matumaini na mapendo. Imani ndio taa inayotuongoza. Na tunapokuwa katika ubatizo, tusaidie ukiwa na imani na peleka kwenye mapendo. Imani katika matendo ni mapendo, na mapendo katika matendo ni matumaini. Tunazo hizo. Imani katika matendo ni mapendo, na mapendo katika matendo ni matumaini. Ndio hayo. Kwa tunapoyatekeleza hayo, ndio hiyo inajenga zile fadhili dhamiri yetu. Malezi ya dhamiri inathibitisha na kutupa uhuru kwa kutucha namna hiyo. Basi ili mambo yaanze kwenda vizuri na kuanza kupata nuru vizuri katika malezi ya dhamiri, neno la Mungu ni nuru ya njia yetu. Neno la Mungu sasa hivi. Neno la Mungu ni nuru ya njia yetu katika malezi ya dhamiri. Neno la Mungu ndiye ndani, inaweza kuwa ni engine ya kupeleka vizuri. Utafiti wa dhamiri. Kila mara kabla ya kulala fanya utafiti wa dhamiri. Mapaji ya Roho Mtakatifu tuwe nayo, yanasaidia akili, elimu, ibada, imara, uchaji, ushauri. Tayari najua ni mapaji. Mapaji tuwe nayo, akili kutoka Roho Mtakatifu, elimu, hekima, najua iko pale, ibada, uchaji, yote tunayahitaji katika kufanya tupate mapaji na mafundisho ya kanisa. Amri za Mungu zinahitajika. Mtoto akijua zile amri za Mungu inatengeneza vizuri dhamiri yake. Daktari mtoto liko namna hii. Mama anashimbilia tu ugali, mpunga, nakula tu. Jamaa amri za Mungu hajui. Jamaa amri za kanisa hajui. Lakini pia kwamba kuna amri za Mungu, kuna kusali kanisani, inatia dhamiri yake. Inakaa dhamiri yake kwamba kweli hapa nisiue, kuwa ni dhambi. Hapa nisizini, hapa niseme uongo. Inajua inakaba ile kudhamiri. Namwambia kwamba kusema uongo ni vibaya. Anajua hata kusema Mungu anasema usiseme uongo. Sababu imeshaka kwenye dhamiri yake. Hata amri za kanisa, kulipa zaka, kulipa mavuno na kadha wa kadha. Sala za asubuhi, akisali anajua asubuhi lazima nisali, mchana lazima nisali, jioni lazima nisali. Uishalea dhamiri yake kwamba nikiamka nikilala na sala majuto juu. Nifanya nikianza safari, wewe anaanza safari anatoka kama risasi kwenye bunduki. Pom. Anaanza safari. Nisaidieni kucheka. Kabisa. Na mbina kianza kazi. Unapoenda shambani na mtoto hata kama hajui kulima, usianze tu kazi, anaanza kazi na sala, anaanza anaanza kulima. Mtoto anajifunza nini sasa? Unabanaje dhamiri ya mtoto? Unafika shambani kabla ya kuanza kazi ya kulima, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Anaona mtoto bana dhamiri yake. Mungu, naanza hii kazi. Napolima nipata mavuno mazuri. Nilipe zaka, nilipe mavuno, na watoto waweze kushiba na tuweze kujenga vizuri ufalme wako. Amen. Kwa jina nipe nguvu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Anajua kwanza kazi, na kwanza na sala. Sio kwanza na dhamiri ya mtoto naeleaje? Kama ndio unaona na namna hiyo. Kwa hiyo tunahitaji hayo. Sala basi ajue, ashendelee wakati wote. Hata kabla ya chakula fuza mama, tusali kwanza. Anajua imeshaingia. Mama tusali kwanza. Anajua na anakuambia kwa ndugu zangu ndio hiyo. Uchaguzi wa familia dhamiri waweza kuwa ni hukumu sahihi au kutoka. Kwa lama dhamiri yetu tutengeneze vizuri, ili tufanye vizuri, iweze kufanya vizuri uchaguzi wake. Yao mazuri au mabaya. Sasa kuna mambo manne muhimu. Yako mambo manne muhimu katika nadharia ya dhamiri zetu. La kwanza, ile ya kawaida, kwamba usitende jambo baya upate jambo jema. Usitoe rushwa ili uweze kuachiliwa.
jambo baya ili kupata jambo jema. Maanake tenda jema, acha baya. Ndio maanake kwa cha kwanza hicho, tenda jambo jema, acha mabaya. Ndio cha kwanza katika nadharia zetu za dhamiri. Ndio hiyo, tenda baya, acha mabaya, tenda mema. Ndio ile kwa ndani mwetu. Na ya pili, kanuni msingi. Kanuni msingi. Yoyote nayotaka mtendewe na wengine, nani watendeni hayo hivyo hivyo. Mathayo 7:12. Unataka utende mazuri na mtende mwenzako vile vile. Nataka unanifanyia sikukuu kubwa kabisa ya ndoa na hivyo hivyo fanyie mwenzako hivyo. Unataka hivyo hivyo. Ni nadharia msingi, nina kanuni msingi katika mambo ya dhamiri. Na tende mwenzako kama unavyotaka utendewe. Nadharia msingi, tenda mema, acha mabaya. Nadharia nyingine ya msingi kingine cha tatu ni kwamba chochote unachokifanya akisha kwamba kina makwazo. Kwa mtu yote nafanya hiki hakitakuwa na makwazo. Hakitakuwa na makwazo. Pale nyumbani chupa ya kwanza umemaliza. Chupa ya pili umemaliza. Unamaliza nipe tena nyingine. Watu wanakwambia umodo sasa yote unakula yana makwazo tena zote sasa. Tena hata ni vile yametekwa na mwe. Ndio unakamata. Yote vile sasa ni makwazo. Yaani ni vema kutotenda neno lolote ambalo kwa hilo ndugu yako mkwazi. Warumi 14:21. Kwa hiyo ni nadharia moja wapo. Na kwamba unapolifanya kitu akisha kwamba akimkwazi yoyote, nafanya hili halitamkwaza yoyote. Na ya nne ya mwisho ni mapendo. Kwa sababu kuna mapendo. Utende kwa upendo. Hivyo kama mkiwakosesha ndugu zenu jinsi hiyo na kuzijeruhi dhamiri zao dhaifu, mtakuwa mmemkosea Kristo. Barua kwanza kwa Korinto sura 8:12. Mtakuwa mmemkosea kama unajeruhi dhamiri za watu. Upendo. Tegote kwa upendo. Kwa hiyo cha kwanza, usitende jambo baya ili kupata jema. Tenda mema, acha mabaya. Ya pili, nadharia ya kimsingi. Ile kanuni ya kimsingi, unataka utendewe na mtende mwenzako. Ya tatu, fanya jambo lote bila kumkwaza. Inalolifanya halitamkwaza yeyote. Ruksa. Sana fanya hakimkwazi yoyote. Ruksa, adhamira utaenda vizuri. Na ya nne hiyo ndio swala la mapendo. Wakati mimi ndugu zangu nakuwa na hukumu potofu. Nakuwa na hukumu potofu. Dhamiri nzuri ni lazima ipate ujuzi mara kwa mara, isije ikafanya hukumu potofu. Kama tunapokuja hapa kama mafundisho kanisani, tunajenga dhamiri yetu. Tutakufanya hukumu zetu tuzifanye vizuri. Ndio maana na msiba wa paroka kwa namna hii hapa. Tupate mafundisho kama kanisa mimi ninavyofanya. Na dhamiri tunapofanya tenda kitu fulani, tusifanye tuweze kutenda kwa usahihi. Sasa tunajua 100% ni hivi. Ndio hicho. Sasa fanya kidogo mno, usipojitahidi sana, hata ile unalofanya litakuwa lina hatia lina ubaya. Na hatia lina ubaya. Ndio hiyo. Kwa hiyo kuto kumjua Kristo na injili yake. Mifano inayotuletea nayo tolewa na wengine mibaya. Utumwa wa harara zetu, madai ya ufahamu sio sahihi, kukataa mamlaka ya kanisa na mafundisho mengine mabaya yaweza kuwa ni chanzo cha upotofu wa hukumu katika mwenendo wetu wa maadili. Kwa hiyo tuangalie hayo. Yale tamani mabaya na yatenda kila mara yanaweza kuletea mabaya. Dhamiri njema na safi huangazwa na imani ya kweli. Imani katika matendo ni mapendo. Kwa hiyo dhamiri iliyo safi inaangazwa na imani ya kweli. Kwani mapendo yatoka papo hapo. Katika moyo safi imani, katika moyo safi na imani isi ya unafiki. Barua ya kwanza Timotheo mstari wa 1:5. Kwa hiyo dhamiri njema na safi iangazwe na imani ya kweli. Imani ni miwani na kila tunachokiangalia tunakiangalia kupita katika miwani hii. Kwa hiyo katika miwani unayotazama ikiongozwa na ile injili, dhamiri safi, mambo yote yatakwenda vizuri. Mambo yatakwenda vizuri. Kwa ndugu zangu, nikumbushe tena juu ya dhamiri hiyo na tujitahidi na tuombe Mungu kama vile Yosefu alikuwa na dhamiri safi. Kwenye ndoto anasikia ile na anatekeleza. Hivyo na sisi tuwasikivu kwa dhamiri yetu. Na kama watu wa sinodi, na kama
maisha yetu yote kama Yusufu, tutende vizuri ili pale katika familia ya mbinguni ambapo Yosefu yupo na Maria amekaa pale, mtu wetu Yosefu atakapopiga hodi sasa wanzoko ninyi mnafanana, njoo hapa mbinguni, kaeni pale, na Maria yuko pale, na Maria kitakapoona anaanza kupiga kigelegele sana. Kazi ya Maria ndio kupiga kigelegele huko. Ndio kazi ya Maria kupiga yani wanzoko alikuwa wana Yosefu. Sababu ndio hayo. Dhamiri nzuri inaanza na hilo neno la Mungu. Na neno la Mungu anasema tena sinodi ya kanisa umoja, ushirikiano na utume. Sinodi ya kanisa umoja, ushirikiano na utume. Umoja, ushirikiano na utume. Sinodi ya kanisa kuna utume sasa. Naenda kuhubiri kisa. Utahubiri kama una Biblia. Una neno la Mungu. Nasema ni Wakristo wetu ni wana Biblia. Ana Biblia, atakuwa na chochote kidogo cha sala na nini, lakini Biblia hawana. Nenda kwa Warokeni, nenda kwa wote, kila mmoja na Biblia. Anaenda kanisa. Ana Biblia, njoo kwa kanisa nenda kanisa. Biblia hapa. Sasa kama ni umoja, ushirikiano na utume. Utume utafanyaje? Una neno la Mungu hata la kumwasa mtu. Kwa hiyo tunahitaji angalau imani yetu kuzidi zaidi. Imani kuja kwa kusikia. Warumi 17. Hiyo moyo katika kichwa chako. Warumi 17. Imani kuja kwa kusikia. Inakuja kusikia. Na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo. Warumi 17. Imani kuja kwa kusikia. Unasikia? Wewe imani ya Paulo anatuambia na kazi katika tusikie habari. Nani huyo Samueli anamwambia Eli, anaambiwa kwamba aseme alipokuwa anaitwa na Mungu akifimi Eli. Eli anamwambia kwamba sema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Barua kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 3:12. Kwa imani huja kwa kusikia. Nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Kwa ndugu zangu wanafunzi, usomaji wa neno la Mungu sio koma katika jumuiya. Tukianza mikutano kabla ya kula ni wa muhimu. Na hata kabla ya safari. Uona kabibia kako kadogo na kaweka hapa. Unaposafiri angalia kwanza na waambia kuona maneno yapenda. Usomaji wa neno la Mungu sio koma. Uwe unatutawala. Ukaambia soma mali, naomba mama fulani atuambie neno fulani. Na baba chukua kabibia kako wasomee watu. Ukianza mtu anza na neno la Mungu. Popote pale ni neno la Mungu. Kabla ya kula soma mistari miwili tu, anza na neno la Mungu. Ndio kitu fulani kitabaki. Kwa hiyo ndugu zangu, kusikiliza neno la Mungu. Kila mara kusikia. Yosefu alikuwa ni msikivu. Na mtiifu. Asikia sauti ya Mungu. Nena Bwana, kwa Yosefu anasikia.